kuanzia 9. Warumi sura ya 8 mstari wa 9 na kuendelea, anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tuwaneni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiaficha matendo ya mwili, kwa Roho tutaishi. Kwa kuwa wote wa Mungu nao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hakupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mpokea roho ya kufanya wana, ambayo kwa hiyo twalia Abba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto basi tu walisi wa Mungu, walisio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Manake mambo yote ambayo Yesu anayafanya, sisi tulioitwa kwenye wokovu inabidi na sisi tuyafanye, ni sehemu ya hayo. Sisi tumelisi kazi ya Yesu. Yesu sasa hivi hayupo mwilini, yupo rohoni. Sema amen. Kwa sisi tulio mwilini, ambao Yesu ametuita, tulikuwa gizani, ametukomboa, ametuokoa kutoka gizani, inabidi tuifanye kazi ambayo Yesu alikuwa anaifanya pindi alipokuwa mwilini. Sema amen. Kila mmoja hapo ndipo tutaona kanisa kuongezeka. Amen. Tutaona kanisa kuinuka. Hapo ndipo utaanza kuona faida ya wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Andika, kwa nini sasa watu wanashindwa kuliishi kusudi la Mungu? Kwa nini watu wanashindwa kuliishi kusudi la Mungu? Tuanze hapa. Kwa nini watu wanashindwa kuliishi kusudi la Mungu? Yaani Mungu ametuita, hatuko tena kwenye mambo ya mwilini, hatuna deni kwenye mambo ya mwili, kwa sababu tulishakufa huko, tulishashinda huko. Sisi tunadaiwa kufanya malio ya rohoni. Sisi si watumwa tena wa mambo ya mwilini, sisi ni walisi pamoja na Kristo. Why hatuoni tena kurithi? Yesu anataka tulisi baraka zake. Kama yeye alikuwa na upako, na mimi nasikilisi upako. Kama yeye alikuwa ana upendo, tulisi upendo. Kama yeye alikuwa ni mtiifu, tulisi utii. Kama yeye alikuwa ni mungwana, mtu mwema, tulisi mtu mwema. Kama yeye alikuwa na nguvu, tulisi zile nguvu. Kama yeye alikuwa anaweza kuvuna, kuwatoa watu gizani kuwaleta nuruni, tulisi hiyo namna kuwaleta watu nuruni. Tuwafune watu, tuambie habari za Yesu, tuambie habari za Mungu, tuambie Mungu anaokoa, tumwambie Mungu anaponya, tuambie
Wako watu wanaoshindana na kusudi tulilopewa. Kwa ukiishi lazima ujue kama kuna watu wanapigana na kusudi langu, wanapigana na ndoto zangu, wanapigana na mlengo wa Mungu, wanapigana na mpango wa Mungu. Wanaweza kujenga na wanaweza kubomoa. Wanaweza watu waje kanisani, wenzako na wana watu watawanyike. Wanaweza watu wakae kanisani, kuna roho zinataka Yesu kupuliza watu wasiwepo kanisani. Wanawaza kama watu wokote wajitoe kwa Mungu, wafurahie kulipa. Lakini kuna mtu amekaa kwenye kiti anachukia kuona malipo. Anamtoa mtu mwenye kusudi lake. Sema amen. Unafurahia, unasema kuanzia leo naenda kujitoa kwa Mungu, nitakuwa najitoa, nitaambatana na Mungu, nitampenda Mungu, nitamfurahia Mungu, nitamwabudu Mungu, sitakaa mbali na Mungu. Lakini kuna mtu anakuambia yaani huyu sipendi kumuona kanisani. Sema amen. Wewe kama furahi ibada mwanzo anabadilisha moyo wako, anageuza moyo wako, anageuza fikra zako, anageuza mpango wako, anageuza kusudi la Mungu kwako. Unajikuta mambo yaendi, si kwa sababu Mungu alipanga asiende, kwa sababu kuna roho zinashindana na wewe, zinapigana. Unatamani, unasema leo na wahi ibada. Liko ni changu nimekaa na kuambia hakuna watu kwa ibada. Kwanza leo siende kanisa. Unashangaa wewe hata kanisa umekaa nyumbani na unaanza kupiga debe. Unachukua vyombo unaanza kuviosha vyombo. Unasema sikusafisha nyumba wiki nzima. Sikusafisha nyumba. Unaanza kufanya usafi ndani ya nyumba. Unamekosa ibada. Kwa nini? Iko roho zinashindana na wewe. Lazima ujue upo kwenye ushindani. Ujue kupigana vita. Kama ujue kupigana vita unao. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ndio Mungu anaelekeza kitu. Akaelekeza kitu. Akasema angalia kazi ulionayo apostoli. Akawa amechukua amepeleka uwanjani. Uwanja mpira. Sema amen. Kuna timu mbili zinacheza mpira. Timu moja ndio kiongozi. Sema amen. Timu moja ndio nani? Mimi ndio kiongozi. Timu moja ndio kiongozi. Naongoza. Sema amen. Sasa ninapoongoza mpira unapigwa kupelekwa kwenye upande wetu, wale ambao walikuwa zuia mpira wanapiga mpira na kosa. Mmoja anataka kupiga mpira anageuka nyuma. Mpira unapita. Na kukimbilia mtu udaka. Na angalia kipa upande wetu kile mpira. Baada ya kuweka mpira ameona kundi lingine huko kule, ameacha mpira na ile kundi lingine. Mimi naanza kuangalia watu wanafunga. Naanza kudaka mpira. Nadaka. Amen. Nadaka. Nimedaka. Naona mwingine anaidiwa hela. Sema amen. Kuna mtu anamwambia tu unapewa hela sio 5,000, sio 10,000 na shanga ameshika 5,000 mfukoni. Na mkononi angalia ndio kitu atoa kwenye uwepo. Sema amen. Watu wengi wanaanza kutumikia Mungu, lakini kuna
Sio lazima tuangushe tukurudishe wako kanisani. Sasa wewe ambaye hujui kwamba kuna mpango ulio mmoja unaoshindana na kusudi la Mungu ndani ya maisha yako, utakula lala usingizi wewe namna kwamba. Utakula lala wewe namna kwamba. Utakuna ishi maisha ya kawaida kanisani, ufanye hiyo mapenzi ya Mungu. Mna mwingine unaahidi kabisa kwamba nitafanya hiyo mapenzi ya Mungu. Unashangaa umeshindwa hujafanya. Unaweza kuchukua niliahidi nitafanya. Basi nitafanya. Niliahidi nitatoa milioni 1. Niliahidi nitafanya vile. Niliahidi nitatenda vile. Unashangaa umeshindwa kutenda kwa sababu gani? Kuna watu wanaoshindana kusudi lako. Leo lazima utashinda kwa jina la Yesu. Amina. Unaongea na mtu. Unasema kuanzia leo mimi nitakuwa na mtu wa namna hii. Nitampenda Mungu. Nitashikamana. Unashangaa roho inaibuka inakurudisha nyuma. Haikupi kutenda ile kusudi la Mungu. Kwa sababu gani? Iko roho inayoshindana na ule mpango wako. Lazima ujue namna kuomba, ujue namna kuondoa kwa Mungu ashindwe. Ila roho inayoshindana wewe hasitakushinda kwa jina la Yesu. Amina. Mungu amemkusudia Yeremia, sema amen, kuwa nabii wa mataifa. Yeremia kuwa nabii wa mataifa. Yaani Yeremia maisha yake, kula kwake, kuvaa kwake, kutembea kwake, mfumo wote wa maisha, Mungu amemkusudia awe nabii wa nani? Wa mataifa. Na Mungu anamhakikishia Yeremia, anamwambia Yeremia, nimekufanya kuwa mlele wenye bomba, ukuta wa nini? Wa shaba, nguzo ya nini? Ya chuma. Sema amen. Sema amen. Anamuonyesha ulinzi ambao ameweka juu yake. Kwa nini anamuonyesha ulinzi? Anajua viko vita ambavyo vitapigwa. Ziko vita ambavyo vitaibuka kwa Yeremia. Kwa anaimarisha kiroho cha Yeremia kwamba tuwe strong. Sema amen. Ili mapepo na majini yatakapomvamia Yeremia, Yeremia asipigike, aone kwamba nina ulinzi. Na ule ulinzi hauwezi kufanya kazi ndani ya Yeremia bila Yeremia kujua kwamba na ulinzi. Kama unaelewa vizuri. Na ile mema haiwezi kuumbika ndani ya Yeremia bila Yeremia kuyaelewa kwamba mimi Mungu yuko upande wangu. Yeremia anaambiwa, wewe ni nguzo ya chuma, mleke silaha zitakuja kukugonga, hazitaweza kuingia kwa sababu nimekusudia Yeremia. Kuna watu mko hapa, Mungu amekusudia mambo makubwa, amekusudia mambo mema, amekusudia mambo mazuri, lakini mmezitiwa na roho zinazoshindana na maisha yenu. Ziko roho zinazoshindana na imani zenu. Ziko roho zinazoshindana na kiroho chenu. Muda mwingine unaweza ukakaa fikiria ukasema why sifanyi haya. Sio wewe, ni ile roho iliyotumwa kushindana na wewe ndio inakufanya ushinde kufanya yale ambayo umekusudia kuyafanya. Lazima uweze kuziangusha hizo roho, ndipo uweze kukaa katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Angalia mwenzako ambao anataka naye katika siku za Mungu. Yupo. Mwangalie. Jumapili kama nani? Jumapili. Wewe ulikana. Yuko hapo. Mwangalie ambao ulikana naye katika Jumapili. Yuko leo. Hayuko ambao ulikana naye leo. Leo hayuko. Simama. Mwangalie wewe mwenzako ambao ulikana naye Jumapili yuko. Yuko kanisani. Kwa nini hayuko? Unafikiri kitu gani? Unafikiri watu wafurahi bali? Unafikiri watu wapende Mungu? Unafikiri watu wafurahi kumcha Mungu? Hapana, wanafurahi ila isipokuwa ziko roho zimetumwa ili kushindana na hatima zao. Sema amen. Wakati mwingine unaweza kukuta
Wakati mwingine unaweza ukajiona mambo yako yaendi, lakini unataka yaende kwa sababu iko nguvu na kuvuta nyuma, haitaki kwa sehemu ya ile mambo unataka yaende, iko ushindani. Wakati mwingine unaapa kabisa, unapigana magoti. Kuna mwanangu mmoja anasema kama mimi sielewi. Wakati mwingine nikikaa kanisani nasikia kabisa sauti inaniambia, mwanangu fanya 1, 2, 3. Muda mwingine nafuta kabisa madhabahuni naelekezo ya kufanya, lakini nikitoka kanisani nikirudi nyumbani nakuta ile nguvu ambayo nilikuwa kanisani imekufa kabisa. Hata kama kuna jambo nataka nifanye silifanye. Hasa wakati mwingine kabisa fanya 1, 2, 3 na naelekezo. Na nisipofanya unakuta vitu vyangu vinakufa. Sema amen. Kwa nini? Kwa sababu ziko roho. Ziko roho. Zinashindana kusudi lako. Kuna watu walikuja kanisani kwa moto. Kuna watu walikuja kanisani na moto, wana moto kutoa. Wanasema mimi nitafanya nini? Mimi nitafanya nini? Mimi nitafanya nini? Wengine hadi zimeuka. Kwa nini zimeuka? Ziko roho zinagombana. Wengine ni roho za misimu ya kwenu. Msimu wa upendo utoe. Msimu unakasirika. Msimu wa furahi. Wengine ni uchawi. Uchawi wa ukoo. Uchawi wa familia. Uchawi wa furahi. Uchawi wa upendo. Anajua, anafanya nazo. Walikuwa wanajua kutoa. Kitaona atafika mwisho. Wanafikiri wako sawa, kumbe ni roho ya kichawi. Simame. Jikaambue vile ambavyo ulikuwa wakati umepokea wokovu. Ndivyo ulivyo mpaka sasa. Jikaambue vile ambavyo ulikuwa unafurahia ibada ulipofika hapa Shalom. Ndivyo ulivyo mpaka sasa. Unapokuwa na vlogi ya mazoea vinaingia. Kuna vlogi ya mazoea ambayo havina tamani. Havina mwelekeo. Kiroho cha mazoea ambacho cha ajabu. Kwa sababu gani? Kuna roho za giza. Kuna watu ambao hawataki mabadiliko. Wakati mwingine hasira ya Mungu inawaka. Anasema hili tunaniomba. Mimi nakusikia kuna watu wengi watakufa watakauka. Kwa sababu ni watu wenye leo ngumu, wapishi. Kuna watu wengine wanaacha uchawi. Wanaacha kabisa uchawi, wanaacha kabisa uchawi. Wanakaa vizuri. Wanataka kumpenda Mungu. Wanakuwa ni watu wa ibada. Uchawi ukamata ndani ya miili yao. Hata usiku wa ruki, usiku hachukuliwi, usiku wa waji. Wanapompenda Mungu, wanaposhiriki ibada, wanapomwabudu Mungu. Pindi roho mbaya inapoundika ndani yao, inapoingia ndani yao, ile roho ya uchawi inawarudia tena. Kwa wanaanza kuwashindana na mambo ya Mungu. Wanaanza kuwashindana na kazi ya Mungu. Wanaanza kuwashindana na mambo ambayo yatakatendeka na kanisa. Unasema kwa nini ili aliendi? Kumbe kuna yule alikuwa ni mchawi. Aliacha uchawi. Kisiri. Hakumwambia mtu akaacha kisiri. Yeye mwenyewe akasema kwanza ni acha uchawi. Kwa sababu ogopa sana mchawi akisema kama mimi ni mchawi. Mchawi hivi kisema. Ukikuta mchawi anasema, "Wewe mchawi kweli." Ameamua. Mchawi wote anasema kama mimi ni mchawi. Hawezi kusema. Sema nani? Kwa hiyo ataacha kimya kimya. Atakwenda kanisani. Akikaa na Mungu, network ya uchawi inaondoka. Sema nani? Akikaa karibu na Mungu, network ya uchawi inaondoka. Akikaa na Mungu, network ya uchawi inaondoka. Anaanza kuroga tena. Alikuwa roho anaanza kuroga. Alikuwa roho anaanza kuruka. Alikuwa na roho mbaya, anaanza kuwa roho mbaya. Kwa nini? Amedisconnect kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu ambao ulikuwa unamfunika
sababu huyu mtumishi amenijua kabla mimi sijamueleza. Cha kwanza, cha pili ameniombea, nimefunguliwa. Sema amen. Cha tatu, nilikuwa mzito sana, ni mwepesi. Huyu mtumishi tunasema na ndani yake. Unakuta yule mtu anaanza kujidisconnect tena na yeye. Anakaa mbali, ampende na Mungu. Ni baada ya baba mama mtumishi. Mabaya pesa tini. Ndio yule kanisani. Angekuwa anajijua ni nani? Angeambatana na mimi. Ile fika baba anataka kufika. Sema amen. Kwa nini? Kwa sababu siko leo tunalipia kwa jina la Yesu. Sasa tunakuachia kwa jina la Yesu. Sema niachie. Uko uchawi. Lazima uharibie. Ndio uko ushindani. Lazima uangushwe. Lazima ushindwe. Wakati mwingine sema amen. Nini tumoja niambia? Asaba. Nini sema huko? Nini wewe mwazi? Mwambia kwa nini? Anasema wakati mwingine natoka nyumbani. Sema amen. Nasema kabisa naenda kufanya hivi. Naweka kabisa zaka kwenye pochi yangu. Zaka kwenye pochi yangu, naweka zaka kwenye pochi yangu. Naweka zaka kwenye pochi yangu. Nimeshika zaka. Nimeweka kwenye pochi yangu. Nakuja kanisani. Nina moyo, nina furaha kweli kweli. Nimekaa kwenye kiti. Nasikia moyo mzito, sitoki. Narudi nao nyumbani. Nikifika nyumbani naanza kuongea, kwa nini sijatoka? Kwa nini sijatoka? Akasema nani sipotoka kama mambo yangu hayaendi. Nikiwa mwaminifu mambo yangu yanaenda. Anasema sielewi baba. Viko vitu ambavyo haviko sawa. Sielewi. Nikamwambia, wewe unafikiri kwa nini? Nikamwambia kwa sababu utii maagizo ya madhabahu. Uko busy na kazi zako kuliko nani? Mungu. Zile roho zinazofuatilia waumini, zinazofuatilia watu wachawi ambao hapendi shalom wa yote. Wako wachawi ambao hapendi shalom piga hatua. Wako wachawi ambao wanazuilia baraka za shalom kwamba isitokee. Kwa sababu hauna maombi, hautii, hauna muda kumwabudu Mungu. Una muda tu Jumapili, muda mwingine Jumapili mpaka tena muda mwingine cha ajabu wanashangaa. Wale ambao washiriki ibada za katikati ya wiki ndio hao ambao wanachelewa Jumapili. Hilo ndio jambo la ajabu duniani. Hebu sema jambo la ajabu duniani. Hajaonekana mtu Jumatano. Hajaonekana mtu Ijumaa. Sema mimi Jumapili ndio fika saa 4. Ndio fika saa 4:30, saa 5, saa 5:30. Wale ambao wameonekana Jumatano, wameonekana Ijumaa, wameonekana ndio hao Jumapili ndio wale saa 2. Simona maajabu hivi. Ni nini? Ni kwamba ninyi ambao mnatii kinywa cha baba yenu, mko ndani ya baraka, mko ndani ya uhuru, hamko tena watumwa. Amina. Sawa bwana mwangu, hauwezi kuangusa. Lakini wale ambao watii, wakati mmoja najisikia mzito, usingizi mkali asubuhi kweli kweli. Yana asubuhi najisikia usingizi kali kazuri asubuhi. Ndio kwa usingizi kana kolea kweli kweli asubuhi. Kwa sababu ule upepo uchao unavamia kanisa. Piga mesa. Wewe ambao unashiriki ibada. Umewahi leo kanisa. Na kila siku unawahi. Sema mimi. Wale ambao katikati ya wiki waona fuatilia ndio ambao wanakaa kukaa viti kuanzia hapa huko nyuma. Ndio leo wanakaa kukaa viti kuanzia huko nyuma ndio lazima anakaa. Unaanza kuangalia huyu hapa kuepo. Huyu hapa Jumatano kuepo. Huyu hapa Ijumaa kuepo. Au huyu ndio kwa mama kuepo kushika asubuhi. Sema mimi. Kwa nini? Kwa sababu ile roho ya ushindani alishinda. Iko siku unapokuwa kwenye maombi ya Jumatano, Ijumaa, kwa jina la Yesu toka niachie. Iko siku na jambo linatendeka ulimwengu wa roho. Unaachiliwa kweli. Nataka mambo yako yaanze kwenda kwa jina la Yesu. Milango yako ifunguke. Kiroho chako kifunguke. Imani yako iongezeke. Uchumi wako ufunguke. Ifike hatua uone uhuru wa Kristo ndani yako. Na uweze kuona uhuru wa Kristo bila kushinda roho ambazo zinashindana wewe. Sema amen. Wangapi ambao wanasema naenda kufanya
Nani ambaye anasema kwanza leo nitakuwa na shiriki ibada lakini na shiriki nyosha. Nyosha mwana, nyosha. Bariki. Simama mwana. Njoo mwana. Umeona mwingine? Umeona kwini? Njoo. Kuna wakati natamani unasema nataka nifanye hivi. Lakini nashindwa. Unafikiri nini? Amen. Ukiwa mbali na uwepo, ukiwa karibu na uwepo, unafanya nini? Pigia simu. Kwa umeshamuona adui wako kwa nini? Adui wako wa kwanza ni wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe leo ukiamua, huyo ndo adui wako wa kwanza, kwamba kuanzia leo nitatii matamshi ya yule baba. Nitatii neno la yule baba. Nitazingatia kisa. Hapo ukichelewa kazini kwako, unaangalia saa 12. Wewe uzuri, umedrive na gari yako au umechukua bodaboda, umefika kanisani saa 12. Wenzako baba amekopa naondoka. Wewe umeshika unapiga goti, madhabahu unasema asante Yesu. Utajikuta unapaa ulimwengu wao, unapaa kiuchumi, unapaa kiroho, unapaa kiufahamu. Kwani kinachofanya watu waende sio jitihada zao binafsi za maombi, ni vile ambavyo wanafuata kanuni, wanazingatia maelekezo, wanazingatia maneno, wanashika neno. Nisikie vizuri, yaani mtu hawezi kupiga hatua kwa sababu ya jitihada zake binafsi. Anapiga hatua kwa kuishi kusudi la Mungu. Ndani ya kusudi kuna maelekezo, ndani ya kusudi kuna utii, ndani ya kusudi kuna kufuata mwongozo. Kadi ambapo tunanyenyekea. Unaangalia foleni, hizi ndio barabarani nashuka sasa hivi. Ndio tunapao kwa home. Unafika hapo pressure. Mbona utajikuta leo unakuwa hai. Bila unasema leo nimechelewa, leo siendi. Leo siendi. Ndivyo ambavyo adui anaenda kusikitishia kwamba ndivyo inakulivyo, ndivyo inavyokuwa. Kumbe sivyo ulivyo, wala sivyo inavyokuwa. Kuna vile ulivyo na kuna vile ambavyo wewe unatakiwa uwe, ili ufikie ile kiwango cha wewe kuwa vile ambavyo Mungu amekutaka uwe. Shariki aliye mbele yako, jua nani anatembea naye. Akifanya hivi hapo katika mahali pale, akifanya hivi tena, akifanya hivi akigeuka ndio, hata kama muda mwingine unaona ni ngumu kumeza meza, kwa sababu kadri unameza maombi binafsi yamsaidii mtu. Kinachomsaidia mtu ni system kuishi, kinachomsaidia mtu ni unyenyekevu. Kanyaga anapokanyaga, neno unapoenda, ile ndio imebeba upako, ile ndio imebeba ukisho, ile ndio imebeba ukisho kwenye maadui zake, imebeba ukisho kwa watesi wako, imebeba ukisho wanaokupiga vita. Sio kama nani ananielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unaweza ukawa na maombi kweli, lakini usishinda adui yako. Unaweza ukawa na maombi mengi, ukaomba, ukafunga kama, lakini adui usifanyaje? Akaenda kutumikisha na kutaka yeye. Adui ana akili. Unaweza kuwa na adui sio kama yako. Kwa sababu mchawi una haraka. Uchawi una haraka. Mchawi haraka. Nenda katembea kama mwana. Kumbe ni kacha. Unapata madhabahu, unaomba, unapiga magoti, unafunga, maisha yanaendelea, lakini kumbe nani? Kacha. Kwa mchawi wewe kumshinda kwa maombi. Mchawi utamshinda kwa nidhamu ya kiroho. Mchawi utamshinda kwa kanuni za kiroho. Mchawi utamshinda vile unapotembea na system ya nani? Ya Mungu, alafu na maombi ndani ya ushindi kwa maombi tu, unamshinda kwa kanuni. Kwa kuna watu hapa mnapigwa vita na maadui na wanaoshinda. Muda mwingine unasema
viwango nikafikia. Akaniambia bado sikia viwango. Akasema kuna viwango tunavifikia vya kuchunga tunavifikia. Umeelewa? Akasema unavifikia kwa sababu haujafikia viwango vya kutoa ambavyo nilitoa. Simeleka hiyo. Akasema mtu mwingine unajiona uko sawa. Lakini akaniambia nikwambie hauko sawa. Nifuate, nizingatie, hata kama ngumu kumeza mwanangu meza. Sasa mwanangu anasema, kwa nini? Kuna vile ambavyo uwe, kuna vile ambavyo unataka uwe, hauwezi kufikia vile bila sisi. Mwanangu kanyaga. Sawa, wewe angalia baba vipi? Angalia baba. Na tena mkula. Hata kama mkuu wa baba ni mkubwa, mkuu kukanyagia. Kanyaga hivi mwanangu. Kanyaga, kuna namna Mungu anakutaka. Kuna namna Mungu anakutaka. Kuna namna Mungu anakupenda. Kuna namna Mungu auwe. Kanyaga. Hata kama ni ngumu namna gani. Sina ngana mtu. Utafika mbali. Kwa viwango ambavyo nenda. Yesu. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Ndicho kinatokea. Ndiyo wanakuwa. Sio kama mpende Mungu, anampenda Mungu kweli kweli. Lakini hayaelewi. Nini shida? Ziko roho. Ziko roho. Unafikiri Mungu haoni? Anaona. Ili tushinde hizi roho pili. Nyenyekea. Mungu amekufanya wewe juu ya mataifa, uwe juu ya wakuu wa nchi, uwe juu ya watu wakubwa, uwe juu ya wakuu wa mikoa, uwe juu ya wakurugenzi. Soma kwanza kwa nani mpaka kunatisha. Yeremia 1. Soma. Kwa nani mpaka kunatisha. Mungu amekusudia wewe kwenye biashara mkubwa. Uwe mtumishi mkubwa. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19 anasema, maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma. Nimekufanya leo kuwa mji wenye boma. Na nguzo ya chuma. Na nguzo ya chuma. Na kuta za shaba. Juu ya nchi yote. Maana mashambulizi yoyote ya nchi yakupiga, hautapigika. Roho zote zikushambulia, hazitakupata. Mabaya yoyote yatakapokuja kwako hayatafanikiwa. Lakini kwa nini kwako yanafanikiwa? Ubishi, kulizika, kujiona uko sawa kati uko sawa, kujiona uweze kati uwezi. Mimi nimeokoka. Ona nisali tu nimeokoka. Amen. Umbaki tunaokoka. Mungu anakuambia kuwe zaidi ya kuokoka. Inabidi uwe zaidi ya vile unavyotamani. Sema mimi kiela mimi. Mimi kitu na mimi. Wachana kuangalia na moto. Sema na Mungu ameachilia ulinzi kwako. Nataka leo pokea ulinzi kwa jina la Yesu. Amina. Nataka pokea ulinzi kwa jina la Yesu. Pokea ulinzi wa kiroho. Amina. Pokea ulinzi wa kiuchumi. Pokea ulinzi wa kizao. Pokea ulinzi wa kiafya. Sema ili wachana bila kugusa kugusa. Wanga na mtaka kuangalia kuangalia. Sema nani kumbe siri moja. Hizi nyakati ziachilie kwa Mungu. Jiachilie kwa Mungu. Ni heri kama unajikumbuna kutumia na nguvu za giza, njoo tu ofisini. Sema mwambie baba mimi natumia na nguvu za giza. Lakini sipendi. Lakini sipendi. Sipendi. Nitakuombea, haiwezekani wewe. Nina maombi. Zikia leo. Nina maombi. Kama hujaamua kubadilika na kukimbia, hautarudi tena kuombea leo. Hautarudi tena. Kama wewe Mungu ameamua wewe amekusudia nikuombea unaomba na Mungu. Sinaongea na mtu. Yaani umekia giza na sababu. Hii maombi mbona maombi? Mara mzee maombi hai maombi. Basi kwa hai maombi mzee. Nganga maombi yenyewe. Sema mimi. Ngoma maombi moja majuzi ile zaidi akachanga kwa baba.
maombi hapana. Hii maombi nikamwambia hivyo yenyewe. Nikamwambia Ezekia, hii maombi tunaomba hii. Ngoma ikiwa vizuri hivi. Itakuwa kama haiko vizuri hairudi. Hairudi. Hata kwa bure hairudi. Hata kwa kushikwa mapanga hairudi. Amina. Kwa sababu sio maombi ya nchi. Sio ni kipimo. Njoo. Sema baba mimi sipendi hali. Naitukia. Sifurahi. Ulianza lini nikiwa mdogo? Kuna nini? Nina kibuyu. Nina sufuria. Nina chungu. Ndio kama ni chungu, inaonekana alionekana kwa macho. Hata mnaomba unaji. Mke wangu unaji. Wazazi wanaje kimina aliona. Ndio watu kichukua kireko. Baba akichukuliwa kirahisi hicho. Kwa nini? Ni hatari. Ndio sababu yenyewe baba. Nitakwambia kama Mungu aishivyo. Sasa nakieleza kwa jina la Yesu. Lazima uinuke kwa jina la Yesu. Lazima ushinde kwa jina la Yesu. Lazima uongezeke. Amina. Lazima. Sasa usikae na vitu vya asili vitakutesa. Utakufa kibudwa kama sababu. Utakaa utakuaje? Juzi Mungu aliniambia mtumishi, nataka niue mtu kwa sababu. Sema. Lakini nimeacha kwa sababu ya kwako wewe maombi yako. Maombi yako. Akasema kama kanisa waambie. Waelekeze kanisa. Mimi sijaribu. Akasema mimi sijaribu. Akasema kuna watu wanakuja kujaribu kanisa. Wanakuja kujaribu kulipima kanisa. Akasema mimi sijaribu. Mimi sijaribu. Akasema nataka niue. Lakini nimekuangalia moyo wako mtumishi wangu nimeacha. Amen. Amen. Sio gani? Amen. Akasema wewe unaomba. Wao wanaomba. Unaomba. Wao wanaomba. Wameungana. Akasema viko vichwa vitatu. Amen. Viko vichwa vitatu. Kimoja hakipo kanisani kwako. Sio kwamba hakipenda. Kinapenda. Lakini kina moyo mdogo. Kitaropoka. Kitasema. Ukija kuweka mkono juu yake ataropoka. Ana moyo mdogo. Hivi vitu vingine vinaachaga, vinarudia tena. Vinaachaga, vinarudia tena uchawi. Vinaachaga, vinarudia tena uchawi. Vinaachaga, vinarudia tena. Nikamwambia Mungu mimi ni nini? Unajua ulionifanya. Sema amen. Mimi hapa kwa ajili ya kuhubiri kweli. Nitahubiri kweli. Mtu akuponywa ataponywa. Asio akuponywa ataponywa. Ndio. Na mbinguni itaenda kwa jina la Yesu. Mungu amenituma nikufundishe hilo kweli. Amina. Acha mabaya. Amina. Faida yoyote. Amina. Usishindane na Mungu. Uwezi kushindana na Mungu kamwe. Anasema nimewafanya watumishi wangu kuwa mji wenye boma, ukuta wa shaba, nguzo ya chuma. Tunalindwa.
Amen. Nikwambia mchawi ana alama. Mchawi ana alama. Hao wanatesa watu. Wanatesa biashara yao. Unafikiria umekuwa hivi? Unafikiria usingeolewa? Unafikiria usingeoa? Unafikiria usingezaa? Unafikiria usingeongezeka? Unafikiria usingekuwa na hela sasa hivi? Ungekuwa na hela. Kwa nini una hela? Kuna watu wanashinda na hela zako. Sawa. Anasema na juu ya wafalme wa Yuda, na juu ya wakuu wake, na juu ya makuhani wake. Maana yake nini? Jitambue kwamba wewe uko juu ya wafalme wa giza, wafalme wa kichawi. Wewe uko juu yao, uko juu ya wakuu wao, uko juu ya uongozi huu wa kiserikali, uko juu kiroho. Wanakuongoza kimwili, wao Mungu amewaweka kimwili, lakini katika ulimwengu wa roho wewe uko juu. Acha kuogopa wachawi. Acha kuogopa mapepo. Acha kuogopa mizimu. Nasema acha kuogopa. Amina. Sema endelea. Na juu ya watu wa nchi hii. Na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe. Watapigana na kupigana na wewe wanapigana. Sio nimeonyesha mechi leo nilikuwa na kidogo. Ndio nimeshindana. Shindana na kiroho. Wewe unaona mechi mpira sio mechi mpira. Ni vita ya roho. Ni vita ya kiuchumi. Ni vita ya kiroho. Ni vita ya kiafya. Ni vita ya kiuzao. Unasema kuna mambo haendi, kumbe kuna mijiti imepaka kuzuilia. Hapiti huyo. Hapa hapiti, tunamwekea mpaka hapa hapiti. Hapa hapiti. Unaona kuna vitu vingine vinaharibika kwako. Mpaka muda mwingine unauza vitu. Unafikiri wewe, kumbe sio wewe. Ni vita ya kiukoo. Unauza hadi vitu vya ndani. Unauza si vita ya kiukoo. Unauza hadi nyumba. Unauza mashamba. Unauza hadi makarasi. Unauza kila kitu. Unafikiri wewe ni vita. Misimu imesimama inasema hautavuka. Nasema leo utavuka kwa jina la Yesu. Amina. Nasema leo utavuka kwa jina la Yesu. Amina. Nasema leo utavuka kwa jina la Yesu. Amina. Fika hatua na kiwango. Elewa kwamba uko vitani. Na adui yako ni wewe mwenyewe, moyo wako. Usikubaliane na ujinga. Usikubaliane na upumbavu. Usikubaliane na kushindwa. Usikubaliane na anguko. Usikubaliane na kurudi nyuma. Usikubaliane na magonjwa. Usikubaliane na ziki. Usikubaliane na tabu. Moyo wako mwenyewe inabidi ukatae. Upinge. Biblia inasema mpingeni shetani na kazi zake zote. Ziko vita. Zinapigana nini? Yes. Msipuuze. Msisahau. Msijipe moyo. Msijipe moyo. Leo mtafurahia. Leo mtafurahia. Leo mtarukaruka. Kuna kesho. Amina. Leo mtaona mmewini. Kuna kesho. Anasema watapigana na ninyi, lakini hawatawashinda. Maana mimi ni pamoja. Maana mimi niko pamoja na wewe. Asema Bwana. Asema Ili nikuokoe. ili nikuokoe. Amen. Maana kumbe kuna maadui wanapigana na sisi. Tuko kwenye ushindani. Tunamtegemea Mungu afanyeje? Atuokoe mikononi mwa matesi. Wako watesi wanapigana ili watufanye kuwa mateka. Na anaokolewa ni mtu ambaye ameshikiliwa. Yes. Aokolewa mtu ambaye ameshikiliwa. Anaokolewa mtu aliyeshikiliwa. Mpaka nasema uokolewe. Maana kuna watu wamekufanya mateka. Kuna watu wameshikilia moyo wako. Kuna watu wameshikilia uchumi wako. Leo wataachia kwa jina la Yesu. Watashindana, lakini hawatakushinda.
wanakuja wachawi wa Kigamboni. Watashindana. Watashinda. Nawaambia wachawi wa Kigamboni watashinda. Watashinda. Nawaambia wachawi wa Kigamboni watashinda. Watashinda. Kigamboni maduka yatajengwa makubwa. Kigamboni biashara itabarika. Amina. Miji mwenye itakuwa ni mji wa kisasa. Amina. Wezi yake. Lakini wezi mji. Sawa. Mradi Mungu amekusudia, hakuna atakaye kuangusha. Mradi Mungu ana ajenda na wewe.